Bana, mambo vipi? I hope uko poa. Karibu tena katika CYE Cinema Yance Entertainment. Leo tuangalie filamu za Maze Runner, hadithi ya msisimko, siri na mapambano. Tutachambua tukio kwa tukio ili kuona jinsi kijana anayekutana na dunia sio ya kawaida anapopambana kuishinda Maze. Je, ni nani anayekuficha ukweli? Tutakubaliana katika muhtasari huu. Hebu tuanze. Bana, movie inaanza. Kuna chombo cha chuma kinapanda juu kwa kasi kupitia shimo lenye giza. Ndani yake kijana mmoja anaamka akiwa hana kumbukumbu yoyote. Jina lake analokumbuka ni Thomas. Mlango unapofunguka anakutana na kundi la wavulana waliokusanyika katikati ya uwanja mkubwa wenye kuta ndefu zilizozungushwa pande zote. Wanamkaribisha kwenye grade, lakini hakuna anayemjibu maswali yake moja kwa moja. Katika grade kuna sheria kali, kila mtu ana kazi yake. Kuna wakulima, wajenzi na rana. Hawa rana ni wale wakimbiaji wanaotafuta njia za kutoka ndani ya maze. Hawa ni wale wanaoingia kwenye maze kila asubuhi kutafuta njia ya kutoroka, lakini usiku milango ya maze inafunga na mtu yoyote aliyebaki ndani hakuwahi kurudi hai. Maze ina viumbe hatari wanaoitwa Grievers, mchanganyiko wa mashine na nyama zinazotembea usiku. Thomas ana hamu ya kujua kinachoendelea na anatamani kuwa rana, yani mkimbiaji wa kutafuta njia za kutoka ndani ya maze. Albi, kiongozi wa Glades, anamuonya kuwa maze si sehemu ya mchezo. Lakini hali inabadilika pale Albi na Minho wanapokuwa ndani ya maze usiku baada ya Albi kujeruhiwa. Kwa ujasiri Thomas anakimbilia ndani ya maze kabla milango haijafungwa na kujaribu kutoa msaada. Usiku unapoingia, Grievers wanajitokeza, na hapa ndipo matatizo yanapoanza. Thomas, Minho na Albi wanakimbilia kujificha, lakini mmoja wa Grievers anawagundua. Minho anamuelekeza Thomas kutumia ujanja ili waweze kumdhibiti Grievers. Wanamdanganya Grievers mpaka anakwama na kupondwa kwenye ukuta wa maze. Asubuhi wanarudi Glade wakiwa hai, na Thomas anakuwa kijana wa kwanza kuua Grievers. Siku iliyofuata lift inarudi mapema kuliko kawaida, lakini kwa mshangao mkubwa inamleta msichana wa kwanza, Teresa. Ana ujumbe mfupi: mwisho umeanza. Baada ya muda mfupi hali inabadilika. Mazingira Glade yanaharibika, jua halionekani tena na milango ya maze haiwezi kufunga. Hii ina maana Grievers sasa wanaweza kuingia usiku na kuinda Gladers bila kizuizi. Na hapa ndipo matatizo yanapoanza. Kila mtu anataka kuokoa nafsi yake na hajui nini cha kufanya. Thomas anaamua kufanya jambo la hatari. Anachoma sindano ya Griever mwilini mwake ili kujua ukweli. Anapata kumbukumbu fupi. Maze ni sehemu ya jaribio la shirika linaloitwa WCKD, na wao wote ni sehemu ya mtihani wa kuwapima. Thomas anawashawishi wenzake waingie kwenye maze na kufuata njia ambayo Grievers hutokea. Baada ya mapambano makali wanavuka maze na kufika kwenye chumba cha udhibiti wa WCKD. Hapa wanakutana na video ya Ava Page, mwanamke aliyesema kuwa dunia imeharibiwa na janga, na wao ni sehemu ya jaribio la kutafuta suluhisho. Hapo wanashambuliwa na kikundi cha watu wenye silaha wanaodai kuwa wanawasaidia. Wanatoroshwa na kupelekwa kwenye helikopta huku wakiwa wamechanganyikiwa. Je, wameokolewa ama wamepewa kwenye jaribio lingine? Filamu inaishia kwa utata, ikiacha maswali mengi. WCKD ni nani hasa? Je, dunia imeathirika vipi? Na nini kitatokea kwa Thomas na wenzake? Je, unajua nini kilifuata? Kaa hapo hapo, usiende mbali na channel yako pendwa CYE. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe. Ciao, wakati mwingine.